Ladies and gentlemen, mabibi na bwana, Yesu 255. Cha msingi usisahau kusubscribe, kulike na comment, zako fresh. Tuko na msanii mkali jamaa anajua kuchana ile mbali tu, Mdachi Uso, mwamba mmoja hivi, mashine ya kazi kutoka Tanga. Hatari sana mwanangu. Social nyingi sana akina Bosho Ninja. Leo Mkatoliki nini, najua Tanga inazungumza hapa ndani leo kupitia 255. Bana, Mdachi Uso, ulianza lini kufanya muziki wa rap na nini kilikuvutia kuingia kwenye muziki huu, mshikaji wetu? Nilianza kufanya muziki wa rap 2009 kipindi nipo darasa la 6 na nilifanikiwa kurekodi nyimbo moja, na kitu kilichonivutia katika muziki wa rap ni utamaduni wa hip hop, vile watu wakichana, ndio kitu kilichonivutia zaidi. Okay, sawa mwanangu, noma sana. Ni changamoto gani kubwa ulikutana nayo mwanzoni mwa safari yako ya muziki? Changamoto ambayo nimekutana nayo mwanzoni mwa safari yangu ni kurekodi. Kwenda studio, gharama za fedha za kurekodi sikuwa nazo. Kwa hiyo tangu nilipofanya ile nyimbo 2009 sikupata tena mtu wa kunisimamia kwenye kufanya hizo harakati. Hiyo ndio changamoto kubwa ambayo nilikutana nayo. Yeah, something girl. Maana wimbo gani wa kwanza ulikupa jina na uliofanya watu wengi wakutambue? Nyimbo iliyonipa jina katika nyimbo zangu, nyimbo ya kwanza kabisa inaitwa Mapito. Hii ndio nyimbo iliyoanza kunitambulisha rasmi katika sanaa, hasa nyumbani Tanga na baadhi ya sehemu nyingine. Mapito. Unaandika vipi mistari yako kutoka kwenye maisha halisi au mawazo? Huwa mara nyingi mistari yangu nazingatia maisha halisi, ndio kitu ambacho napenda kukitazama na ndio kitu ninachokiandika katika nyimbo zangu na ninachokirelease. Maisha mara nyingi ni maisha halisi, na sometimes ni mawazo ya watu binafsi wanaonipa, pia nayatumia kwenye nyimbo zangu. Okay, noma sana mwanangu, nakubali. So unapendelea hapo ya ujumbe bado au commercial rap? Mimi napendelea kufanya rap ya ujumbe, ndio kitu ambacho nakipigania siku zote. Napenda kuandika mistari, lakini ile mistari ilenge jamii, iwafikie watu katika aina ya ujumbe ambao nimeukusudia uwafikie watu. Bana, unasoma jifunza nini kikubwa kwenye muziki music industry hadi sasa hivi mwanangu? Kitu nilichojifunza kwenye music industry ni kwamba mtu yote anapopata nafasi anatakiwa aitumie vizuri, kwa sababu kuna vizazi vinavyokuja vinatarajia kuona waliopita walifanya kitu gani. Kwa hiyo nilichojifunza mimi kwamba nafasi ninayoipata nifanyie kazi vizuri ili nije kwa mfano mwema na mfano wa kuigwa kwa vizazi vinavyokuja. Sasa ni noma sana, umetisha. So maisha yako binafsi yanaathiriwaje? Yanaathiri vipi muziki wako? Maisha yangu binafsi yanaathiri muziki wangu kwa sababu ya changamoto za utafutaji wa riziki. Sometimes unahitajika ufike kwenye tukio la music, lakini upo kazini, kwa hiyo inashindikana wewe kufika pale kwa wakati, ima usifike kabisa ama ufike kwa kuchelewa. Hiyo ndio changamoto ya maisha yangu binafsi katika muziki wangu, kazi. Bana, noma. Wakati tunaendelea kumsikiza Mdachi Uso sasa hivi, usahau kusubscribe, kulike na comment ako fresh. Lakini kukumbusha jambo la msingi tu, underground ambao unafanya music, basi mwanangu endelea kuwa inspired, endelea kupambana. Ipo siku mwanangu utatoboa. Muziki ni kazi kama kazi zingine. So bana, Mdachi Uso, tuambie ni kitu gani watu wengi hawakijui kuhusu wewe kama msanii? Kitu ambacho hawakijui watu wengi mimi kama msanii ni kwamba ukiacha music, mimi nilisomea plumbing and pipe fighting. Yaani ni fundi bomba, lakini pia nilipewa kipawa cha kujua dawa, yani kulala usingizini, kuoteshwa dawa mitishamba, kisha nikampa mtu akanywa akapona akapata nafuu. Hicho pia ni kitu ambacho ninacho kiacha sanaa ya music. Sasa umetisha. So msanii yupi ungependa kufanya naye collaboration? Anapatikana ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, akitaji collab. Msanii pekee ambaye kwa ndani napenda kufanya naye collaboration, Mr. Blue, Stamina ya Killer. Natamani pia kufanya na kina Nikimbishi, hizi my brothers wa mnanispire sana. Hicho na naamini nitafanikisha ndoto yangu.
Mawazangu ai noma sana mwanangu, nakubali ai. So ujumbe wako kwa wasanii chipukizi ni upi? Mimi ujumbe wangu mkubwa kwa wasanii ambao tunachipukia katika game la rap, cha kwanza kabisa ni kuamini katika tunachokifanya, lakini pia tuwe na subra, tusiwe na tamaa sana za kuhitaji umaarufu na ukubwa. Tufanye kwa ajili ya mapenzi ya nafsi zetu, tutapata pale ambapo riziki zetu zimefunguliwa. Umetisha sana mwanangu, noma sana. Lakini pia unaweza kutupa freestyle tukaenjoy hata vesi moja tu. Harusi imekwisha, yamebaki madeni, mlosoma someni, pesa ndo maliza kompleni, ujinga acheni, kama inatosha tosheni, ili zizi ni la maarifa ni ng'ombe, kaeni pembeni. Ushajiuliza nani aliyegundua kuchukiana, kupenda na kupendana, kutii na kutiana, pressure kuumizana? Bwana anaitwa Mdachi Uso. Hebu tuambie mwanangu, digital platform ambako tunaweza washabiki zako wakapakua ngoma, unajua ka stream tukaa hizo, lakini pia tuambie na social media ambako unapatikana. Katika mitandao ya kijamii inapatikana kwa jina la Mdachi Uso. Mdachi ambayo Mdachi mwisho ina Y na Uso. Hivyo ndio napatikana YouTube pale, naomba mkasubscribe YouTube channel yangu. Napatikana Instagram, Facebook, Twitter, 3D, all digital platform. Ngoma zangu zipo Audiomack, Boomplay. Namba mashabiki na mafasi na wapenzi wa rap East Africa, Tanzania, Afrika kwa ujumla, wasapoti, waende wakasubscribe channel yangu, kisha wasikilize ngoma zangu, uweze kunipush kwa namna moja au nyingine. Asanteni sana. Ladies and gentlemen, bana, tulikuwa na Mdachi Uso ndani ya SB5. Mama amezungumza mengi kinoma noma. So underground nini, najua umejifunza kitu hapa, usio bana, usisahau kusubscribe, kulike, comment, itakuwa mzuka bana. Mdachi Uso, karibu sana mwanangu hapa.